troisième couplet déjà, tunaimba ni premier couplet. Masolika tunifundisha nayo jana no? Nenda mpokele hiyo. La grâce est pour l'épouser et descendre du ciel. C'est les dignes colombés. C'est la Colombie des paix qui est la terre des frères. Mais Canada, oui, oui, la grâce est pour les juges et maniements.
Nasema kwa kuanzilisha kwa kizazi kia bibi harusi ndio condamnation kwa kizazi kia Laodikia. Tunaimba Here Birds numero 139 Only Believe book song iko mu English. Tajitahidi mnaimba na Kiingereza tu. Mungu wetu ni multi language, anajua lugha zote. Mungu amebariki sana. Amina. I'm rejoicing now and day as I walk the pilgrim way, for the eyes of God is all my life I see. On the reason of my faith, this is the King of His name, that it comes from above. We glory wanataka kusafiri waende sehemu, ndio wanaomba mahitaji. Mniombee Mungu unasafiri kwenda fasi fulani. Mniombee Mungu nipate kazi, mniombee Mungu niuze na mikali, niuze nyumba frère. Mimi kuleta mahitaji kama na hizi za kufukuza mapepo bado bazilitaki leo. Hiyo nini unaonyesha watu kuoba engra. Niko wenye kutoka shukrani kwenye abadui kazi za Mungu. Mimi kazi za Mungu zenyewe nahitaji kuwa nafanya kwanza ni hizi. Kusudi Mungu abarikie kwanza nabii anasema ifo kufukuza ule upepo budogo budogo. Unajua unatumaga ile baraka ya Mungu tusiweze kuibenefisia. Amen. Amen. Tunaamini kama vile wandugu wako na imani kusema kama Mungu wetu anaweza kufukuza ile pepo ambayo inataka kumshambulia mtoto. Tutaenda kumuombea asubuhi. Tusimame sisi wote, mtamleta mtoto huko mbele, tumwekee mikono ili Mungu aweze kumsaidia ile pepo ambayo inakuja ya kiburi iweze kutoka mjina la Yesu Kristo. Naamini kama mili zetu ni hekalu ambapo Bwana anapasha kudemere ndani, sio mahali ambapo shetani anapasha kudemere. Amen. Amen. Ndio. Piga magoti hapa huko tukoelewe. Ndio mtakuwa mkiomba Mungu kule kwa ukimya kimya, kisha tunamwekea mikono Mungu aweze kumsaidia ili atakapokomaa aweze kumtumikia Mungu wetu. Attaché à la croix pour moi, sauvé, attaché à la croix pour moi. Oui, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oui, c'est vrai, oh, attaché à la croix. Jésus attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ est attaché, oh oui, à la croix
Mtakatifu Bwana Yesu, mtakatifu kimbilio la vizazi vyote, wewe mkombozi wetu katika Yesu Kristo. Maandiko yako matakatifu inasema ya kwamba wale wote ambao waliokukimbilia katika vizazi vyote hawakupata haya, tukiweza kuwajia msaada wanahitaji. Ona familia ya ndugu Erasto anajua ya kwamba mahali pekee ya kukimbilia, mahali pekee ya kuleta mtoto aweze kulindwa ni katika mikononi mwako. Jina lako Yesu Kristo, wewe uliyeondoa pepo katika, naomba ulinzi wako Yesu katika mwili wa miaka na miaka. Naomba ulinzi wako Yesu kwa miongoni ya familia hizi kwanza, vile vile ulinzi wako pepo katika uvazo unakemea kwa ulimwengu katika jina la Yesu Kristo. Binti wangu, mapepo zinatoka na mleta pepo zinakimbia katika jina la Yesu Kristo. Unabadilisha masirkonstansi za wanadamu Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Lea kwa binti wangu uko na uwezo kupatia kuondoa zile pepo za kiburi. Ona hitaji ya ndugu yanaweza kusumbua kwa miaka 6. Mara nyingi inaweza kuonekana kama sikia mama yake anachokisema, ninakikemea katika jina la Yesu Kristo. Uweze kukemea hiyo pepo ndani ya binti wangu Baba. Kumkumbuke Bwana, ni binti wako, ni mtoto wako, anakupenda, anakuheshimu. Bwana Yesu, mtembelee, unitendee maajabu na makuu tangu siku ya leo. Badiliko liwe katika maisha yake. Fungua masikio ya kusikia wazazi, akisikia mama yake atakachomwambia, aondoa hiyo kiburi, hiyo pepo ya kiburi Bwana. Asante sababu utakapofanya hivyo unatembea katika nyayo za nabii. Haleluya. Unatembea katika nyayo za nabii. Haleluya. Wakati wote alikuwa analeta watu mikononi mwao. Haleluya. Walikuwa wanapata mahitaji za mioyo wao. Kristo Bwana. Mfalme wa amani, tunaongoza kumgarde huyu mtoto. Yesu kumgarde katika protection yako. Haleluya. Katika chini ya damu yako. Haleluya. Katika neno lako Yesu Kristo. Haleluya. Atakapokuwa mtoto wa kutumikia katika njia na zingine. Mfalme wa amani, kama ni pepo za kiburi ambazo ziliolamua katika kizazi cha Laodikia za kutokutiwa, sasa tunakemea jina la Yesu Kristo. Oh yes, toka. Haleluya. Pata nafasi miongoni ya mwili ya watu yako Bwana. Asante Bwana. Nasema kwamba amri ya mkubwa, yes, hadi ya zile amri ni kutii wazazi ili waweze kuishi siku mingi katika dunia. Haleluya. Bali maana acha mtoto aweze kuishi siku mingi, aweze kutii wazazi. Asisauti wazazi. Yesu Kristo. Asisauti ya neno lako. Yesu Kristo Bwana. Yesu Kristo Bwana. Mfalme wa amani, tusaidie sisi wote kwa kuwa tuwezi. Ndio Bwana. Saidia jamaa ya ndugu, saidia dada Hope. Ndio. Uweze kumsamehe kama kuna mahali ambapo amekukosea. Yes. Jina la Yesu Kristo tunaomba msamaha. Haleluya. Uweze kumsamehe Yesu Kristo. Ndio, ndio. Kama ni mapepo za wachawi. Ndio. Mapepo zile za muovu, shetani, ibilisi. Ingawa majina ambazo zinaweza kupangwa. Ndio. Tunajua kwamba ni mapepo, tunazikemea kwa jina la Yesu Kristo. Ndio Bwana. Acha wewe mwenyewe uweze kudhihirika katika mwili wake. Ndio. Katika maungo yake yote tuweze kumuona wewe mwenyewe. Ukimfanya akuwe mtoto wa kutii wazazi. Haleluya. Nakuomba uweze kumkomanisha katika mstari wa neno lako. Kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana mkombozi wa maisha Yesu Kristo, na kuomba ya machache nikiamini kama umeshakutendea. Amen. Amen. Bwana Mungu amebariki sana. Dada hapo unaweza kusimama umebuka. Mungu amebariki sana. Amen. Ndio unaweza kukaa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mara nyingine inaonekana kama vile ni mzaa, mimi sio mzaa. Ingaliki mpaka mnyayo za nabii. Ndio. Na Biblia nayo anasema watoto wadogo kama hao sio wa kuwabatiza, ila ni kuwaleta tuwawekee nini mikono. Ndio kwa maana familia ilijua ya kwamba mahali pekee ya protection ya kuproteger mtoto ni katika nyumba ya Bwana. Katika Yesu Kristo, ni katika damu, ni katika neno ambalo tulipewa ndio kwa protection. Ndiye kubenise frère. Amen. Ndio mlifanya. Na ndugu Branham aliwahi kufanya jambo kama na hii, sio mara ya kwanza. Watoto wakati walikuwa wanasumbua, walikuwa wanasema wawalete waweze kuwawekea mikono, hapana kuwabatize. Ndiye kubenise rishin.
Ndiyo tushatoka kusoma katika Isaya 16 verse yake ya kwanza mpaka 5, inasema shimama na uangaziwe juu, nuru yako imekuja. Na sisi tunaamini ya kwamba leo tulipata nuru ya wakati yetu. Amina. Na nuru ya wakati yetu ilituletewa na mjumbe wa kizazi cha Laodikia ambayo ni Nabii Branham. Jumapili iliyopita tukasema ya kwamba mjumbe wa kizazi cha Laodikia alikuwa na ujumbe ambayo ilikuwa ni ujumbe ya kuweza kufungua nini, mihuri ngapi? Mihuri 7. Tukasema kwa kufungua mihuri 7 ndio ilikuwa ujumbe ya mjumbe wa kizazi cha Laodikia. Me baada ya kufungua ile envelope yake tukasikia kwamba alipesha kudunia mambo yote ilisha kufanya nini? Kuharibika. Ndio ilifali atimize nini? Malachi 4:5. Akatimiza Malachi 4:5 kwa kurudisha mioyo ya watoto irudilie banani wa baba zao, yani wa mitume. Ndio ilisha kudunia mambo yote ilishaharibika. Mwingine terme hapa yenye Prophet Branham alisema, akatuonyesha ya kwamba ujumbe wa mjumbe wa kizazi cha 7 ilikuwa ni kurudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. Si ndio vile? Sasa akatuambia mu reconnaître votre jour et son messager paragraphe 30. Akasema nini? Akasema ujumbe ya mjumbe wa kizazi cha 7 haikuwa ile nyema watu wako nayo leo. Yule wako na ujumbe nyiko tofauti ya mjumbe wa kizazi cha 7. Ndio. Ndio vile tulisikia. Ndio. Iko sasa tukua pamoja Jumapili. Ndio vile tulisikia Jumapili. Ndio. Bwana nataka tuparudie tena. Tutasoma kama tumseme na mimi. Ndio kinywa kilioruhusiwa. Ndio. Amen. Amina. Reconnaître votre jour et son messager de 1964 paragraphe 30. Frère Branham dit ceci. Voyez-vous, la Bible, Dieu n'est pas seulement, comment que ceci n'est pas du tout quelqu'un à qui cherche à vous imposer quelque chose, mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précieuse de cette ère ici. Amen. Amen. Aseme Mungu, hii Biblia sio ya kumshurutisha muamini tu mambo bila ila Mungu anatufunulia nini? Ufunuo ya mambo yaliyo natimilika kwa hii wakati hapa. Hapana mambo ya zamani, wale wenye vitakuwa wenye viko natimilika ndio Mungu anakuwa anatufunulia. Paragraphe 30 il est dit ensuite les messages qui a suivi c'est là que les 7 sons ont été ouvertes. Asiki kufuatia ujumbe ambao ulifuata sasa ndio pale kwenye mihuri ngapi sasa? Mihuri 7 ikafunuliwa. Par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés dans la Bible. Kupitia kufunua mihuri 7 ikaweza kufunua nini? Masiri zote ambazo zilikuwa nafichwa katika nini? Biblia zikafunuliwa wakati mihuri 7 ilifunuliwa. Et les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. Attaque cela, on dit que c'est faux. Ceci et cela. Amen. Asema iliweza kufunua ile mihuri 7 ikafunua nini? Masiri zilikuwa nafichwa katika Biblia, ikafunua mafundisho, ndio ile ambayo dunia iko na atake leo na nguvu za mingi kusema kama ni vya bongo. Tukisema dunia tusemi bakoro, bakatolika, ba musulmani, bali habijui. Ni bali wenyewe wanajifanya kuamini ujumbe beba na katara ufunua mihuri 7, ndio wenyewe biko bana atake. Ndio wanasema bana, ndio wenyewe wanayua ile mambo. Amen. Ndio nabii anasema c'est ce que le monde, ndio wenyewe dunia. Tukisema dunia hapa sio bakoro. Mporo mwingine ushamwambia mihuri 7 atasema njoo nini mihuri 7? Habijui. Unamchanganya. Nimewahi kupatia ushuhuda ya ndugu mmoja alikuwa anahubiria juu ya mihuri 7. Ndio akaanzia mu premier sio wanaonyesha juu ya bakavani bapanda farasi. Akasema sasa hapana, mkanisa ya bandugu kule wanaongea tu mpaka mafarasi tu. Ilikuwa bigeni kwake. Alikuwa mgeni anakaribishwa kule. Akasema nifika mkanisa ya Babofre. Ni mafarasi tu wanaongea mafarasi ya kimajivu, mafarasi ya rouge, mafarasi ya hapana. Ile kanisa ya Bafirimaso juu habijui ndo yake. Bebe nyewe wanayua mambo ya mihuri, ndio wenyewe kwa wanataka ndio vile nabii anasema. Amen, amen, amen. Maana yake ni bano revele wenyewe bafunului. Wenyewe wanakatala kama mihuri 7 inafunuliwa ndio wenyewe kwa wanataka wenyewe maandiko yanasema. Amen. Amina. Le Branham anasema paragraphe 32 il est dit et l'autre jour en Arizona il a raccordé des bandes pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dit. Souvenez-vous bien de la vision à la proposition de l'Arizona. La Bible dit, il voudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez une roque au cou et plus quiconque qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudrait
en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole telle qu'elle a été donnée, qui recherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit, ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. Quiconque ajoutera sera retranché. Amen. La Bible anasema mu paragraph 31, asema mnakumbuka juu ile onyo aliweza kusema juu ya Arizona. Asema watu walianza kujaribu kumsemea ndugu na Biblia na mambo yenyewe asikusema. Ndio nakumbusha venye andiko nasema. Maandiko nasema nini? Ule yote anaweza kuongeza au kupunguza kwa maneno ya Mungu, naye anapunguziwa katika nini? Ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Wala kutafsiri kuleta interpretation, bali tunasema si hatuna interpretation nyingine yote isipokuwa vile venye nabii alipewa. Ndio. Pana kusomea Biblia sema hapa ilikuwa inamaanisha hivi, ile vitu tulikatala si hapa. Tusomee na Biblia na tutasoma citation moja anasema leo tutasoma tu ni paragraphe 30 ya reconnaître votre jour et son messager, ndio benye nilikuwa navyo tu hivi leo tusimame tuombe Mungu twende kunyumba. Tutasema Mungu akubariki frère. Amina. Ulihubiri mzuri sana. Ndio. Bali ya kupoteza muda huko unatusomea tu. Unajua Biblia inasema hivi hapo. Mnawe alikuwa anatafuta maanisha ile sana, alikuwa anatembea juu ya maji, ilikuwa inamaanisha hivi, hatutaki Biblia alikuwa inamaanisha. Hatutaki tafsiri hapo. Ndio. Tuletee tafsiri ya nani ya nabii. Amen. Je, tuko pamoja? Amina. Msikie sasa kwa ndiko mambo. Paragraph 38. Ndio pale kwenye tulisema kama ujumbe wa kizazi cha Laodikia haikuwa kurudisha mioyo ya watoto kwa baba yao. Narudilia tena kusudi biingie vizuri. Ndio. Kurudisha mioyo ya watoto irudie kwa baba yao ilikuwa ni ujumbe ambao ulikuwa kaisha kukua zamani. Amen. Amina. Ujumbe lenyewe ulikuwa kaisha kukua. Sasa ikaanza kupotea. Wakati ilianza kupotea, sasa Mungu akamtumana nabii wa kizazi cha Laodikia. Akamwambia akiwa kurudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. Wakati alirudisha mioyo ya watoto kwa baba zao, haikuwa envelope yake, hapana. Ilikuwa ni envelope ya mitume. Ilikuwa kisha kule mafundisho tangu zamani. Sasa envelope yake sasa ya mjumbe wa kizazi cha saba ndio ilikuwa ni kufunua nini? Mihuri saba. Sasa ile ya kurudisha mioyo ya watoto kwa baba zao ilikuwa ni mafundisho ya mitume yenyewe ilikuwa tangu zamani. Sasa baada ya yeye kufungula envelope yake, akaonyesha mambo isha kufanya nini? Kuharibika. Kama vile tunaweza kuona juu ya shema kuingiana kwa bizazi. Watu walikuwa na wazania bangali mkizazi kia Paulo kumbi kia Irene kilisaanza. Banazangala banawaza bangali kimzazi kia Irene kumbi kia nani kia Litere kilisha kuanza. Amen. Amina. Fate mzuri, nataka tunurudilia hapa kidogo kuke twende pamoja kusiache wandugu. Paragraphe 38 de même brochure reconnaître votre jour et son messager. Frère Branham dit ceci. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de révéler, c'est de dévoiler plutôt les mystères de son Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Na Biblia na apart terme zingine zozote wala tafsiri yoyote yenye watu wanaweza kutuletea leo. Na Biblia na anasema kama ujumbe wa kizazi kia saba ambao sisi wote tunaamini kama ni Branham. Ndio. Anasema ni kufunua nini? Mihuri ngapi? Mihuri saba. Basi kwa kufunua mihuri saba ndio tunapata envelope ya Frère Branham. Amen. Ile ya kurudisha mioyo ya watoto irudie bazazi wao ilikuwa ni mafundisho ya mitume yenyewe ilikuwa zamani. Ndio. Sasa ikapotea, ikaribika. Ndio akaturudisha kwanza kusudi imani za mitume. Baada ya kuturudisha kwa imani ya mitume ndio Mungu akampatia envelope yake sasa. Amen. Amen. Il est dit, en appelant les ouvriers de la 11e ère, ces des nations à recevoir les mêmes salaires que les ouvriers de la première ère avaient reçu. Amen. Amen. Ase ujumbe wa kizazi kia saba ilikuwa ni kufunua mihuri ngapi? Saba, kwa kuita watumishi wa saa gani? Wa saa 11 ambao mko wanani wa mataifa na wao. Ndio. Amen. Amina. Wakati ule watumishi wa saa 11 wanapokea salary au ndio tunasema salary sio vitu vingine, sio pesa. Ni Saint Esprit, ni Roho Mtakatifu. Amina, amina. Amen. Amina. Wakati unapokea salary kwa kuamini nini? Ufunuo wa mihuri ngapi? Saba. Ndio pale niweza kuinsister Jumapili kusema ya kwamba wenyewe wanataka kama mihuri saba yafunuliwa, maana yake hawaamini ujumbe wa nabii Branham. Ndio. Na habana Saint Esprit. Amen. Tu salaire ndio Roho Mtakatifu. Amen. Wanasema kwa kufunua mihuri saba tuko tunapata nini? Salaire yetu. Ndio. Na salaire ni Roho Mtakatifu. Sasa wewe unakatala kwanza kama mihuri yafunuliwa, sasa salaire itakuja namna gani? Ni vigumu sana. Amen, amen. Or Jésus enseignant cela, il a dit que
des gens étaient allés travailler. Ça c'est autre chose. Anaanza sasa kuexpliquer vile kisi bilikuwa. Kwa nataka tu ni insister pale pour que mkuwe na ile terme yenyewe. Amen. Amina. A part terme yote ona interpretation yenyewe watu wengine wanaweza kutuletea kwa kufunua mihuri 7 ndio tunapokea nini ujumbe ya wakati wetu. Sasa ile nyingine yote ilikuwa ya wakati gani? Ilikuwa ni ya kizazi cha Laodikia. Ndio kizazi cha Laodikia na kizazi cha bibi harusi ni vizazi viwili tofauti. Mimi niko natembea pamoja. Ndio. Yufre bana mwana tuonesha kwamba kiko wapi kumulango. Mungu amebariki sana. Amina. Acha tuangalie mzuri. Frère Branham, si wote tunaamini kwamba mjumbe wa 7 ni William Marion Branham. Ndio. Amen. Amen. Amina. Nasema katika vizazi 7 na kila kizazi kilikuwa na mjumbe wake na ujumbe wake. Hakuna mjumbe anakwenda kubeba ujumbe ya mwingine pia anasema ndio ujumbe wake hapana. Ingawa ndugu Branham wakati alivisite kumbingu akasema nini? Mie nilihubiri kama nini Paulo. Mimi hakuhubiri ujumbe wa Paulo. Paulo alikuwa na ujumbe wake na Frère Branham alikuwa na ujumbe wake. Mimi namna ya kuhubiri ilikuwa kama Paulo. Amen. Amina. Lakini ujumbe wa Paulo sote tunaamini kama ilikuwa ni nini? Imani. Ujumbe ni ulikuwa kufuata wa Irene ilikuwa ni nini? Ya verti, nguvu. Lakini nafasi pekee kwenye imani na kwenye verti na kuwaka ni juu ya nini? Ya imani. Amen. Amina. Tunaona ujumbe wa Colomba wa Martin Bliton. Ujumbe wa Martin pale vile ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni connaissance, ujuzi. Ikisha tuenda munini Colomba ikakuwa ni nini? Temperance. Yaani kiasi. Amen. Je, tuko pamoja? Amina. Frère, wewe unatosha tena wapi? Maana mtu kama ndio vile inabidi tufundisha. Tuko nimesomea. Tusema vyote vyenyewe inabidi nisema ndio vyenyewe tunaamini kama ni maneno ya Mungu. Mungu amebariki sana. Amina. Tuombe nimesomea. L'âge de l'église de Philadelphie, kizazi kia kanisa kia Philadelphia, de 1960, paragraphe 41. Frère Branham dit ceci. J'ai attiré votre attention sur le fait que tous ces âges se chevauchent. Ase mimi naweza kusisitiza ile nini attention yenu juu ya nini hivi vizazi vyote vilikuwa vinaingiliana Maintenant, vous verrez ici l'âge. Veuillez considérer comment il a introduit cet âge méthodiste qui a fait un chevauchement. Amen. Ase munaona kizazi mko makini muweze kuona vile kisi aliweza kuintroduce maki aliweza kupresent wala kuonesha hiki kizazi kia methodist kia wani kizazi kia nani kia Wesley. Sio tulisema ndio kizazi kia wa methodist. Juu Wesley ndio alikuwa anapreach na method. Amen. Amina. Tunasema kizazi mako tunaona ni kanisa. Tunasema kizazi kia Branham. Maana tunaona nini kanisa. Sasa Branham mwana kizazi. Inaitwa nini kizazi kia bibi harusi? Amen. Amina. Maana kanisa ya bibi harusi. L'église épouse. Hapo wanasema ni kizazi kia Methodist. Ndipo tunaona nani kizazi kia Wesley. Ndio alikuwa nabii, ndio alikuwa anapresenter. Ndio. Je, tuko pamoja? Amen. Il continue, il dit et ce qui peut prolonger jusqu'à l'âge de la Philadelphie, ou plutôt l'âge de la Odyssée, l'âge de Pentecôte, puis demain soir ce sera le message de l'âge de Pentecôte qui viendra après pour leur reprocher d'être tombés, de même que cet âge-ci a reproché aux gens d'être retombés ici dans l'âge des Sardes, l'âge des lutteurs et les chevauchements. Anasema ujumbe ni ilikuwa kufuata sasa ilikuwa ndio pale kwenye kizazi kia nani? Kia Philadelphia au wanasema kizazi kia Laodice au kizazi kia Pentecost. Unaona ni kila kizazi kimoja. Mimi biko na vinaingiliana hivi. Ndio. Watu wangali wanawazia wangali mu Laodice, kumi Pentecost naisha kwa mule ndani. Mimi watu wako wanajua. Mimi watu wanawakia tu mu Laodice kumbe beini washakuwa na Roho Mtakatifu sana. Juu Pentecost tunaweza kuona kama ni mazoezi ya nini ya Roho Mtakatifu. Ndio Pentecost. Amen.
Ni mazoezi ya Roho Mtakatifu. Nasema Laodice tunajua mambo yake, kama ni kipofu, ni kiziwi, akioni. Ndio. Jo wala kusema Laodice maana ni watu wenyewe kwa kile kizazi kenye akioni. Mimi wenyewe wanakuwa na sentence tu wake basha kutoka mnini mu Laodice. Ndio wanaitwa nini? Pentecost. Tunakuwa na mjumbe na ujumbe tena ya wa kurudisha mioyo ya watoto kwa baba zao ambao ni nabii Branham. Tunatoka mkizazi cha Pentecost tunaenda mkizazi cha bibi harusi. Sasa kizazi cha bibi harusi ndio kizazi gani? Mtu mwingine anasema mko mkizazi cha witi, kizazi cha witi akikuwake. Ni ile kizazi cha saba, mimi mko nini ma eshelo ma etape. Ndio. Ndio vile nabii Branham anasema kama tuko ni mwisho ya kizazi cha ngapi? Cha saba. Mwisho ya mwisho, maana tuko mwisho ya mwisho, prolongation. Mote ndio mwenye mlikuwa nini kizazi cha Laodice, kizazi cha Pentecoste, Philadelphia, ni mwa hii giza. Sasa bibi harusi iko naitwa atoke kizazi cha Laodice kusudi asipigwe pamoja na mapigo yenyewe iko mwa kizazi. Ndio vile maandiko yanasema. Asa sortez d'entre eux au milieu de mon peuple. Kutoka wapi bado bibi harusi atoke mwa kizazi? Sasa iko naenda wapi bibi harusi achatoka huko? Aseme aller au-delà du camp. Kwenda nje ya nini ya kambi? Ile nje ya kambi ndio na Biblia ndio kuna tupresenter anasema ni hapa kumlango. Ndio kwenye prolongation kumwisho. Lake mwisho ya kizazi cha saba. Inaitwa nini kizazi cha bibi harusi? Amina. Ndio mko nafuata vizuri. Ndio. Umumu Laodice. Ndio mle frère Branham iko na expliquer pale tunatoka kusoma. Anasema nyinyi mlikuwa nini? Philadelphia, mlikuwa nini? Pentecoste na ndio tena Laodice. Lakini shevo shema biko binaingiana hemo. Mimi watu hawaelewi. Banazania bagali Laodice kumbe Laodice isha kuisha basha kwa Pentecoste. Baada ya kupata Saint Esprit hauko tena kipofu. Juu Laodice maana ni nini kipofu? Mwenye wole na hajui, uchi avali na hajui. Mimi ushakuwa na Saint Esprit hauko tena Laodice ushakutoka zamani. Mimi uko makine kizazi. Mungu anafuata mzuri. Ndio matematiki ya Mungu hii. Ndiyo. Baada ya kupokea ujumbe na mjumbe wa kizazi cha saba ambao ulifunua mihuri saba. Watu wanaweza kutuona tu hapa kwa dunia tunakula siboti tunakusanyika kusina bomba na kusanyika. Messi hatuko makine kizazi tena. Amina. Juu tuko na kitu ambacho kinatutofautisha ile Roho Mtakatifu. Amen. Mnafuata mzuri? Ndiyo. Me iko pale pa maile ni ya saba juu biko bisaba. Ndio vile Yohana aliona nyota saba katika mkono wa nani wa Mungu. Ambao ni wa malaika wa saba, ambao ni wajumbe wa saba. Na tuko na mjumbe wa saba ambao ni ule mjumbe wa saba ndio alipewa ujumbe wa kurudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. Ndio ule mjumbe wa saba akapewa sasa yake envelope apart. Hii ilikuwa tofauti na wengine. Ile ya kufunua nini mihuri saba. Amina. Je, tuko pamoja? Bila kusaulika Jumapili naweza kumiagiza kusema nitamisomea citation moja ile ambayo Frère Branham iko nasema kama ile insérer porte étroite, ile njia ambayo ni nyembamba ambao watu wako banaendea ni bachachi. Frère Branham akatuonyesha kwamba ni ubatizo mjina la Yesu Kristo. Sasa kama ni ubatizo mjina la Yesu Kristo, sasa biko namna gani? Maana wale watu wenyewe wakubatizwa mjina la Yesu Kristo hawapitia ile njia nyembamba, bado hawayapitia. Juu piko milango za mingi leo. Amen. Piko milango za mingi leo. Unaamini vile? Ndio. Ni mlango mmoja ambao Yesu alisema kama njoo iko nyembamba. Na penyewe biko mnaendelea mlango ni bachache sana, sio yaendelee. Mungu akaleta nini? Makerubi akaweka kumlango si basi rudie tena baende kukula mti wa uzima ambao alikuwa ni Yesu. Nao ni mlango. Palikuwa mlango kwa Israeli wakati mtu anakuwa nini? Anakatala kutoka katika utumwa. Wanamweka kumlango wanampiga nini? Wanamtobola masikio. Maana yule alikatala. Walikuwa wanamweka nini kumlango? Biko mlango ambao tulipitia leo sisi wote kuingilia hapa kukia mkanisa. Mimi ni mlango mmoja ambao yuko na ahadi ya kusema benye pako naendea ni bachache. Ambao ni Yesu Kristo. Amen. Juu Yesu Kristo anasema nini? Kama mimi ndio njia ya kweli na uzima wa milele. Sasa bila kukuwa na nabii, watu leo watatafuta kujua ile mlango ambao ni nyembamba ambao watu wako wanaendea ni bachache hawatajua. Na hawajui. Na benye biko na nabii mbona nakatana kumsoma hawajui ile mlango nyembamba ni gani? Ashukuriwe Mungu kwa kuwa anatupenda kutupatia nabii na ujumbe wa kuturudisha kwa mafundisho ya kwa mitume. Amen. Wakati anaturudisha kwa mafundisho ya mitume akatufungulia na mihuri saba tunapokea Roho Mtakatifu. Amen. Amina.
Tusome katika Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Soma katika Mathayo 7 verset 13. Mathayo 7 verse yake ya 13. Muulize nabii atupatie tafsiri ya ile andiko. Jua watu wanasomaka kila mara, oh mlango mwembamba, mlango mwembamba. Mlango mwembamba ni nani? Pengine ni Yesu. Pengine sasa tuulize nabii mwenyewe mtafsiri wa maandiko atuambie mlango mwembamba ni gani? Mathayo mtakatifu 7 mstari wa 13. Ndio. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana. Ndio. Na njia ni pana iendayo upotevuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. 14. Ndio. Bali mlango ni mwembamba. Na njia imesonga iendayo uzimani. Nao waingiao ni wachache. Amen. Amen. Je, tuko nafuata pamoja? Ndio. Wanasema ile mlango yenyewe pale ni mwembamba na yenyewe kuna beba wapi uzima. Na wenyewe wako nafuatia ile mlango ni watu wangapi? Ni wachache sana, watu wadogo sana. Amen. Leo kushauliza watu hii swali ile mlango mwembamba ni gani, watakwambia ni Yesu. Wengine watasema ni Jehova. Wengine watasema ni Branham. Kila mtu analeta tafsiri yake pale. Leo kushamuuliza na Bibi Branham atuambie mlango mwembamba pale, yeye mwenyewe ndio yuko na nini na draw ya kutafsiria maana. Amina. Yeye mwenyewe anatuonyesha pale ile mlango mwembamba yenyewe Biblia unasema pale ni nini? Ubatizo mjina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Amina. Sasa ubatizo mjina la Yesu Kristo inageuka tena kuwa mlango mwembamba namna gani? Ndio vile nabii anasema. Na benye nabii anasema tunaamini kama ndio maneno ya Mungu ya wakati yetu. Amen. Amen. Tusome tena katika Apocalypse chapitre 3 verset 6. Tutamsoma nabii ndio atatupatia tafsiri ya ile andiko. Pale Biblia inasema kama ni mlango mwembamba. Mimi ushauliza watu leo atakwambia ni Yesu Kristo. Juu Yesu alisema kama mimi ndio njia ya kweli na uzima. Si ndio vile Yesu alisemaka? Ndio. Sasa hii yenyewe iko mwembamba, pale yenyewe iko ensele, yenyewe watu wao wanaendea ni wachache sana. Ni wadogo sana. Watu wenyewe wanaamini hii message ni wachache sana, sio watu wote. Message sio ya watu wote. Na bila kusema tunasema kama message ni upendo. Message sio ile yenyewe walikuwa wanatuhubiri miaka yote, hapana. Tusomee Apocalypse chapitre 3 verset 6. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 6. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Amen. Amen. Continue frère. 7. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako. 8. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Amen. Ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Amen. Amen. Moi, je lis verset 14 jusqu'à 13. 13 jusqu'à 14. Il est dit ceci. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Amen. 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 Amina. Sema kwa ule mtu yoyote ambaye yuko na masikio asikilize vile venye Roho anazena na nini na kanisa. Katika kizazi gani kia Laodikia?
Na kizazi cha Laodikia tunashaona ndio kizazi gani? Niki kizazi ambayo watu walipewa mjumbe wa kurudisha mioyo ya watoto ielekee banani wa baba zao. Sasa ule mjumbe wa kizazi cha Laodikia alikuwa na ujumbe wake wa kipekee. Amen. Ndio tumuulize ule ujumbe wa kipekee. Hapa tunaona tena piko mlango. Ndio vile. Basi maka piko mlango wenyewe pale alipewa na fungulo ili aweze kufungua nini kufungula. Ndio mlango gani tena ile? Eske ile mlango mwembamba tutoka kusoma katika Mathayo 7:13. Tumuulize na Biblia yangu itatuambia mzuri. Palikuwa hata mlango wakati wa Noa. Ndio. Mlango wa wakati wa Noa, nasikia wakati waliingia msafina mule watu walikia kukonkola kwa mlango kusudi bafungulie. Mimi Noa akawajibu kusema sio mimi ndio nilifunga. Wenye alifunga ni nani? Ni Bwana, ni Bwana pekee. Amen. Amina. Ile tena nayo ilikuwa ni nini? Mlango. Ndio. Leo nao piko na mlango tena leo. Ndio mlango gani ile? Tunataka kusema kama ni batizo mjina la Yesu Kristo. Nani alisema vile? Tumuulize na Biblia na mjue kinywa kilioruhusiwa. Tusome katika citation ya profeti inaitwa excusez-moi, une petite citation. Tunasoma katika l'âge de l'église de Philadelphie, moi ile brochure ambayo tuko tunasoma katika kizazi cha kanisa ya Philadelphia de 1960 paragraphe 157. Frère Branham dit ceci. Msikio kwa makini. L'avez-vous déjà entendu dire je suis la porte, je suis le chemin, la véritable et la lumière? Ni swali anauliza. C'est Dieu. Umewahi kumsikia akisema kama mimi ni njia, mimi ni njia, mimi ni mlango plutôt, mimi ni njia, mimi ni nuru? Mmoja kumsikia anasema vile, ndio tushotoka kumsoma katika Mathayo. Ndio. Amen. Amina. Nasema kama yeye ni njia. Ambao ni mwembamba, ambao watu wengi kama wanaendea ni wachache. Ndio. Et voyez, l'avez-vous déjà entendu dire étroite est la porte et insérez le chemin? C'est mmewahi kumsikia akisema ya kwamba njia ni nyembamba. Ni mlango mwembamba ambao ni njia. Avez-vous déjà remarqué que étroite est épelée? Ase mumewahi kutambua namna gani ile étroite inapoka spell, ile wanapoka banaitamka. Yaani mu alphabet. Étroite anasema ETROET. Ndio anasema c'est-à-dire l'eau. Aki maana yake nini? Mai. Un endroit signifie une eau appelée comme cela. Asema étroite, étroite maana yake ni nini? Ni maji. Ina Biblia namna kuna ile tafsiri tunatoka kusoma pale. Biblia inasema pale kama njia ni mwembamba na mlango ni mwembamba ambao watu wenyewe kwa wanaendea ni bachache. Na Biblia napo nasema ile njia ambayo ni mlango ambao uko mwembamba ambao watu wenyewe kwa wanaendea ile étroite, ile tu étroite. Anasema ni maana yake nini? Ni maji. Febe na anasema il est dit, oh, un étroit signifie une eau appelée comme cela. C'est étroit, maana yake ni mai. Étroite, straight. Voyez, étroite, c'est long qui est le chemin. Amen. Amen. C'est munaona ile étroite, mai ndio ambayo ni nini niji? Amen. Amina. Ni watu wanaibaka, wanasema njia. Yesu ni njia ya kweli ya kwenda mbingu. Wanaingia katika kiroho. Muulize ile njia ya kweli yenyewe kunaingiza watu kuingia kwa mbingu ni nini? Hapa hiyo. Mimi na pia tuwapatia nini tafsiri kusema ile njia ni nini? Ni maji. Sasa ni maji gani ile tunashotaka ya kukunywa ya nini? Sio vile. Tusikie nabii mwenyewe. Sio natunisha sile maji ni maji gani? Amen. Il est dit, et ce temps est la porte étroite et le chemin. C'est maintenant hiyo mai ndio njia ambao ni mwembamba.
Et qu'est-ce que l'eau? La porte, l'entrée. Voyez, pour avoir au nom, il est dit, maji ni nini? Ni njia ya kuingilia. Munaona? Pour ouvrir 3 points, kwa kufungua nukta 3 au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Aseme ile mai ni mulango, kwa kuifungua ni mjina la nani? La Yesu Kristo. Amen. Amina. Et c'est le chemin par l'eau. Amen. Étroite est la porte, resserrée le chemin qui trompe Jésus. Trompe l'eau, c'est la porte. C'est la porte au nom du Seigneur Jésus, l'entrée. Amen. Amen. Anasema ile njia ambayo ni nyembamba ni maji, ambayo ni mwembamba ni mulango, ambayo yenye kusonga, ambayo ni njia. Nukta 3, Yesu ni maji, tena anakuwa ni mulango mwembamba, mjina la Yesu Kristo, ambayo watu wanapaswa kuingilia wote. Il est dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maki ile njia nyembamba ile ambayo watu wenyewe wanapaswa kuendea ni bajaji. Anasema ni ubatizo mjina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu abariki sana. Amen. Maki kama piko milango za mingi zenye ziko leo. Mimi tuko na mlango mmoja ambao ni mwembamba ambao yuko naingiza watu mfalme wa mbingu, ni ubatizo mjina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Frère Branham, dites-nous, le pardon de vos péchés et vous recevez en regardant au calvaire les dons du Saint-Esprit, car les promesses est pour vous et à vos enfants. Amen. Ase msamaha wa dhambi na kuweza kupokea nini kupokea nini ondoleo ya dhambi na Saint-Esprit, yaani Roho Mtakatifu, na hii ahadi iko kwa nyinyi na wale wote ambao Mungu ataweza kuwaita na leo. Amen. Amina. Maana ile njia ambayo ni nyembamba tunatoka kusoma katika Mathayo 7 verset 13 ni nani? Ni ubatizo mjina la Yesu Kristo. Wakati watu wanabatizwa mjina la Yesu Kristo, maana ndio uko naendea ile njia ambayo ya kusonga ambayo kunabeba wapi watu muzima. Wakati wote wabatizwa mjina la Yesu Kristo, maana bado hujaendea ile njia. Huko makile kinjia kia mingi. Kile kinjia kia mingi leo ndio tunaona watu wa mingi wanaendeaka. Ambao ubatizo mjina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio kinjia kia mkubwa. Kinjia watu wote wanaingiaka. Ndio tuko pamoja. Amina. Tuko maana visimishangaze leo watu wanaweza kusema hapana, mnajua si ndio kanisa ya mkubwa, si ndio kanisa tulianzaka. Sasa Katolika ndio kanisa ya mkubwa, ndio mama ya makanisa. Ni kweli, ni kinjia kia mkubwa kinabeba watu. Mimi njia ya kidogo ambayo kunabeba watu muuzima ambayo ni ubatizo mjina la Yesu Kristo, ni watu wachache ndio wanaendea. Sasa bado watu wachache ndio wanaendea. Sasa Mungu anawapenda na wapatia tena na ujumbe sasa. Ile ujumbe ndio tuko naita nini? Ufunuo wa mihuri ngapi? 7. Na ufunuo wa mihuri 7 hatuko tunaipata huko kizazi cha Laodikia. Ushaitoa. Hatuko tunaipata kizazi cha Laodikia, tuko tunaipata wapi? Kumwisho ya kizazi cha Jumu kizazi cha Laodikia watu ni vipofu hawaoni. Watu wiko vipofu hawaoni. Ndio vile andiko nasema. Sasa ni kipofu haoni na hajui, iko buchi na hajui kama afanye. Mungu aturehemu sana. Je, tuko pamoja? Amina. Le Branham dit ceci, paragraphe 158, il est dit, certains parmi disent, c'est seulement pour les apôtres, pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Watu wanaweza kusema vile, aseme ilikuwa tu ni juu ya wamitume basi vikaishia hapo. Hapana. Andiko nasema ni kwa kundi yoyote ambayo iko ulimwenguni, fasi yoyote wenye Yesu ataweza kuwaita. Amen. Amina. Cela c'est tout. Et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. La promesse est pour tout le monde. Si vous venez de la façon dont l'ordonnance l'indique, c'est vrai. Amen. Aseme hii ahadi iko kwa watu wote, kama mnakuja vile kisi ile ordonnance ile maagizo iliweza kusema, na wewe utaendea kwa ile njia ambayo ni mwembamba. Utapitia na kwa ile mlango. Na wakati wote uyapitia kwa ile mlango, maana yake hayakuwa na uzima. Uko mwenye kukufa. Ndio vile andiko nasema. Amen. Inasongwa mlango ni mwembamba ambao unabeba watu
muuzima. Ile mlango mwembamba kuna baba watu muuzima, sio ubatizo mjina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na Biblia namo anatafsiria ile andiko. Ndio. Anasema ni ubatizo mjina la Yesu Kristo. Maana mtu yoyote mwenye abatizwa mjina la Yesu Kristo, maana angaliki nini mwenye kuku? Hayapitia ile njia. Hayapitia ule mlango. Amen. Amina. Hii kitu tunatafuta kulisha ndani. Sisi kwanza kusaidia kuchomekea na kwa chomole ile ventilateur ni kabla ya mweusi. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Je prends Apocalypse, Apocalypse chapitre 4 et 3e partie, du brochure de Frère Branham, si il y a mon Bible à moule, et paragraphe 346. Frère Branham dit ceci. Et lisons en quelques instants et voyez, lisons en quelques temps et voyons, s'il monta la garde, voyez s'il gardait l'accès à la guérison divine de la même manière qu'ils ont gardé la porte du baptême au nom de Jésus. Amen. Amen. Sema tutazame kidogo kama wanaweza kuchunga banki walikuwa wanagarde banachunga. Balichunga katika ukimya. Bakachunga nini uponyaji wa kiungu. Vile vile ambao ilikuwa ni nini mlango ubatizo mjina la nani la Yesu? Maana njia ya kweli ambayo kunabeba watu mzima ni ubatizo mjina la Yesu Kristo. Sasa watu wakati wanabatizwa mjina la Yesu Kristo wanapaswa kudemelea sasa katika mafundisho. Na mafundisho yenyewe watu wanapaswa kudemelea ile mafundisho ya kizazi kyao. Hapana mafundisho ya kizazi kia Paulo, Irene, Kolomba, Wesley kula hapana. Kama wewe ulibatizwa maki kizazi kia Laodikia, unaendea ile njia ambayo ni ya kweli, ambayo ni Yesu Kristo, ambayo ni ubatizo mjina la Yesu Kristo, unapaswa kudemelea sasa mafundisho ya wakati wetu. Amen. Mafundisho ya wakati wetu ndio gani sasa? Ndio nini tulisema pale, kama mnakumbuka tulisema ni kufunua mihuri ngapi? 7. Sasa kwa wale wenyewe wanasema kama mihuri 6 ndio inafunuliwa, wanakatala mihuri 7 haifunuliwi. Sasa biko wapi boye? Tutamuuliza na Biblia kama tupatie jibu. Amen. 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 Kwa hiyo kama tupatie jibu kwa ile swali. Eti kubenise. Amen. Je continue, turudie nyuma kidogo. Nipenda nisome ile citation niweza kumiagiza Jumapili kama nitaweza kusoma ile kitu. Ndio tunaweza kusema kama mlango ni mwembamba ambao unasongwa, ambao kuna beba watu mzima, tukasema ni ubatizo mjina la Yesu Kristo. Sasa mnaweza kujiuliza ulitosha wapi? Tuko nafasi moja tunashoteaka ni kwa nabii. Ndio kwa maana tuko watu wenye heri sana kwa kumpokea nabii. Amen. Na kwa kumpokea nabii atupokea kama vile watu wa kawaida. Tulipokea nabii ambaye yuko na ujumbe ya watu wa wakati wake. Amen. 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 Ndio, turudie pale kwenye tulikuwa. L'âge de l'église de Philadelphie de 1960, paragraphe 7, Frère Branham dit ceci. Bon, ce soir, nous allons étudier cette grande âge de la fin. Cet âge de la fin. Ase ndio hii jioni tutaweza kusoma hii kizazi kia mwisho. Ambapo sisi wote tunajua kama kizazi kia mwisho ni kizazi kia nini? Kia Laodikia. Hakuna kizazi kia witi, wasidanganya ikiwa kieko. Aseme mimi ndio mjumbe wa witi, mimi nataka kumalizia venye Frère Branham kumalizia bongo yako. Yote venye Frère Branham alitaka ndio ilikuwa ujumbe ya wakati wetu, na ndio kizazi kia mwisho kia 7, l'âge de la fin. Il est de l'âge de l'Odyssée, en bon kizazi kia Laodikia. Et hier soir, nous avons étudié l'âge de Philadelphie et nous avons vu le début de l'âge de l'Odyssée et les chevauchements entre les deux. Amen. Sasa jana jioni tulikuwa naongea juu ya nini ya kizazi kia Philadelphia, ambao mwanzo ya kizazi kia Laodikia ilikuwa ni nini? Ni chevauchement, maana ilikuwa ni kuingiliana hapo katika vile vizazi viwili. Watu walikuwa na wazee bangali mu Philadelphia, kumbi hapana Laodikia ndio ilisha kuanza. Watu wanaweza wazee bangali mu Laodikia, kumbi hapana bibi harusi ndio yenyewe iko. Ndio kwa maana watu leo wako wenye kushangaa sana ukishamwambia kama mimi niko mu kizazi kia bibi harusi. Atakushangaa sana. Maana yake unasema kwa mu kizazi kia wita, kizazi kia wita kikuwa kieko. Mimi ni sevo shema, maana ni kuingiliana hapo kwa vizazi. Kisi viko vinaingiana mtu watu hawaelewi. Na hivyo vya kushangaza sana. Mpaka leo kwa Israeli kuko watu wenyewe bangali banatolea makondoro, mapijo kusudi basamewe dhambi zao.
Mais Yesu ashaka kukufa juu ya dhambi. Sio vya kushangaza sana. Bibu tu leo tunaona watu ba methodiste, biko makanisa ba methodiste. Sio vya kushangaza sana. Mimi kizazi kia ba methodiste ilishaka zamani. Tuko na baliteriano biko. Kizazi kia litere kilishaka zamani. Mimi wale watu wa vile beko. Yo ni mebiko mu ignorance. Tu baada ya Mungu kutuma mjumbe na ujumbe wa watu wa ile wakati, basi wale watu wenyewe waliamini ile wakati kama balipumzika na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Ndio kwa maana sisi tunaamini sisi tuko na mjumbe na ujumbe ambao unatupatia nini? Roho Mtakatifu wa wakati wetu. Amen. Mimi Roho Mtakatifu wa wakati wetu sio tofauti ya watu wenyewe waliamini ujumbe wa Paulo, hapana. Ni ule Roho Mtakatifu mmoja. Sisi tunampata kwa wakati wetu. Amen. Amen. Tuendelee. Ensuite, nous avons ces grands mystères que Dieu a commencé nous révéler entre ces âges. Asikia kufuatia tuko na masiri za mkubwa ambayo Mungu alianza kutufunulia katika kizazi. La porte ouverte, mlango wenye kufunguliwa. Ambao tuliona ni nini? Ubatizo mjina la nani? La Yesu Kristo. La Yesu Kristo ndio mlango wenye kufunguliwa. Ndio. Na hii asubuhi ngani nafunguliwa. Kama wao yabatizwa mjina la Yesu Kristo ungali na nini na neema. Amen. Amen. Je, tuko pamoja? Amina. Ndio mlango iko wenye kufunguliwa. Ilifunguliwa wakati gani? Ni wakati ubatizo mjina la Yesu Kristo unarudia tena. Ndio ilifika wakati ambao haikukuwaka tena. Ndio. Nabii akaturudisha kwa mafundisho ya mitume ya kubatiza watu mjina la Yesu Kristo. Amina. Na mpaka hapa sasa nabii anasema mlango ingali nafanya nini? Nafunguliwa. Ifo watu wenyewe wanatafuta kuenda mzima. Wanapaswa kuenda kumbingu. Ifo papitie nini ule mlango? Ubatizo mjina la Yesu Kristo. Ambao ni ufunuo ambao ulifuata. Amen. Injani kukuwaka tena, ibalikuwa nataka kuizimisha. Et dit la porte ouverte. Père puissant, tu as gardé ma parole, et tu as gardé ma parole, tu as mon nom, toutes ces petites choses qui s'y trouvent. Combien Dieu les a si merveilleusement rendues réelles pour nous, et nous en sommes très très reconnaissants. Aseme yenye nguvu sana, yenye muleza kuchunga neno langu, mkachunga jina yangu, yenye nguvu ambayo Mungu ambaye aliweza kuifanya Dieu toutes ces petites choses, ile yote mambo kidogo kidogo qu'il s'y trouve, ile mambo yote kidogo kidogo ambayo biko ndani, ambayo Mungu aliweza kuifanya ikuwe yenye ko merveilleusement, yenye biko bien merveilleusement, quelque chose qui est merveilleusement, maana yenye biko kustaajabisha. Vya kustajabisha wala vya mastaajabu. Ya mastaajabu réellement pour nous. Akafanya tukio vya mastaajabu juu yetu. Amen. Hapo tunapaswa kwa watu wenyewe biko nini? Reconnaissant. Watu wenyewe biko reconnaissant, wenyewe reconnaissance, maana biko recognize benye Mungu alibafanyizia. Kutambua. Kutambua frère. Kiswahili inaanza kwa ya nguvu. Maana tunapaswa kwa watu wenyewe kutambua. Amen. Amina. Na kutambua ndio natutuma tunakuwa watu wenye shukrani. Ndio. Amen. Amen. Kama una mtu mwenye shukrani maana yake unatambua makuu ya Mungu. Ndio. Kama uko mtu mwenye ushukuru yake mwenye bibi yako unafanya maana yake utambue wenyewe na kufanizia yako. Amina. Mbona unapaswa kuwa na shukrani. Sasa ndio tulipata mashukrani ngapi hapo kanisa? Tulipata mashukrani ngapi? Maana Mungu asifanye kazi, anafanya. Mipata wabalite mashukrani. Maana hamna ba reconnaissance. Hamko fidèle. Tunapaswa kushukuru Mungu. Ndio. Swate kupitia Mungu wala kupitia benye Mungu atufanyia vitu vya mingi sana. Amina. Amina. Amen. Beki ya maajabu leo watu wanatafuta nini? Muujiza, basafiri, baende nao wakutana na maprofeti, batibi Joshua, banani ndio waone ndio muujiza. Sio vile. Hii pumzi ya haja tuko nayo kwanza saa hizi ni muujiza ya Mungu. Amen. Tunapaswa kuwa nini? Reconnaissant. Amen. Ndio vile Frère Branham anasema. Ndio. Tunapaswa kuwa reconnaissant kwenye kushukuru kwa ile jambo. Sasa watu hawashukuru yake tena. Baki bako ba ingrat. Penye mioyo migumu. Mungu anamifanizia mambo atushukuru. Sasa mnataka tena atufanizie namna. Tunapaswa kuwa na shukuru bandu. Ndio. Amen. Amina. Siku tu batoto kunyumba sasa yenyewe umpatia kama ni chakula sikusema merci you thank you. Unaanza wao usema thank you sasa wewe mbona usema thank you wakati Mungu anakupatia pumzi ya hai. Ni kweli kabisa. Ndio vile frère. Ndio. Tunaona kama desire ni meza watoto. Wale mara kupatia something wewe ndio mzuri unasemaka thank you na please. Mimi si akusemaki thank you.
Tunakuwa na 30 minutes ya avant nini avant kusikia predication. Mule 30 minutes ndio mko muda ya nini ya maremerciement na muda ya nini ya louange. Mais hakuna watu wanatokea kushukuru. Sasa ndio na insister pa tunapasha kwa watu wenyewe ba kureconnect. Ndio kwa maana nabii aliweza kuhubiri ujumbe ambao unaitwa kutambua ujumbe na ujumbe wa wakati wetu. Amen. Tunapaswa kwa watu wa kurecognize venye Mungu anatufanyizia. Amen. Amina. Mungu atubariki sana. Paragraphe 60. Frère Branham dit ceci. Écrit à ces choses à l'ange de l'église de Smyrne. Vous voyez, chaque messager chaque message est adressé à l'ange. Amen. Amen. Andika hii mambo kwa mjumbe ya kanisa ya nini ya Smyrne. Munaona kila mjumbe iko na ujumbe, kila ujumbe iko naendea kwa mjumbe. Amen. Amina. Ati chaque message est adressé à l'ange. Amen. Amen. Amina. Na leo ujumbe ndio tuko nayo ilikuwa adressé kwa malaika. Kwa malaika. Ambayo ni William Branham. Amina. Ndio kwa maana nasemaka kila mara ujumbe ambao tulipewa haikupewa na pastor wako wala bwana yako wala bishop wala padiri. Hapana. Hata kama unampendaka bibi yako sana wala bwana, ujumbe yako kwa hata siku moja. Kila mara yote ujumbe na vyako kwa nani? Kwa nabii. Inakuja kwa malaika wa ile kizazi kwa anaitwa nini? Nabii. Kwa Smyrne hapa kizazi cha Smyrne walikuwa na mjumbe. Akapewa na ujumbe wa kuletea watu wa ile wakati. Kizazi cha Laodikia tuko na mjumbe malaika, alipewa naye na ujumbe yake. Amen. Dada uko tupatie ujumbe wa nabii wa mjumbe wetu ni gani? Dada ndio aseme cette fois par rapport. Tuseme tu kwa wanafunzi baitidi. Tumeshaisema na tunasema sana, tushakuisema tena leo asubuhi. Hapa unasambia kama mjumbe wa kizazi cha Smyrne alikuwa na ujumbe wake. Sasa na sisi tuko na mjumbe wetu ambao ni Frère Branham. Sasa ujumbe wa Frère Branham ni ujumbe gani? Bali unasikia haya? Ndio ni ujumbe wa bibi harusi. Sasa apart terme zingine zote Frère Branham alisema nini? Ujumbe wa kizazi cha saba ni nini? Kumfunua Yesu Kristo. Ndio kumfunua Yesu. Apart terme d'abord je te dois tuambie kwa nafata mzuri. Tusema tuko banafunzi, tuko baitidia. Usiri tukua pale watu wenyewe wanaingia kwa ile mlango wa mwembamba, sio tu kubatizwa kisha unatoka unaenda. Unakosha kudumu katika nini? Mafundisho. Ndio. Sasa mafundisho hatuna ingine mafundisho isipokuwa yenyewe tuko tunasikia. Ndio mafundisho ya wakati wetu. Sasa mfuata mzuri ile swali. Chaque message est adressé à l'ange. Amen. Sasa kila ujumbe ilikuwa natuma kwa nani? Kwa malaika. Na sisi tunaamini tuko na malaika. Frère Branham ni malaika. Amen. Ni mjumbe. Ndio. Amen. Amina. Sasa iko na ujumbe wake. Ile ujumbe wake ndio tunasema ni ujumbe gani? Kuandaa bibi harusi. Ndio apart terme, hiyo ni terme ya mzuri. Mais apart ma terme zote Frère Branham alisema ni gani? Tumeshatoka kuvisoma hapa tunabisema. Si ubatizo katika Yesu Kristo. Atiyesema ile frère. Ndio ni kufunua mihuri nini? Sawa. Ndio Frère Branham. Turudie tena nyuma kidogo. Tusikimbie bila ujumbe, si ndio vile? Amen. Frère Branham anasema nini? Les messages qui a suivi, c'est là où les 7 sceaux ont été ouverts. Maintenant, les messages du messager du Saint-Ange. Maana ujumbe ya mjumbe wa kizazi cha ngapi cha saba? Ni kufunua mihuri saba kwa kulipa watumishi wa saa 11 ambayo mko wanani wa mataifa. Ndio vile ndio nilikuwa nataka mseme hivyo. Hapana kusema tu mihuri saba basi. Sasa mihuri saba ndio ni kufunua mihuri saba ndio ni. Asema kwa ujumbe, message ya mjumbe wa saba ni kwa kufunua mihuri saba kisha nalipa watumishi wa saa 11 ambao mko nini wa mataifa na wao ambao ni sisi wote. Amen. Tuko napokea salary yetu kwa kufunua mihuri saba. Kwa kufunua mihuri saba Frère Branham anasema nini? Mselelevé du soleil paragraphe 306. Anasema nyinyi watakatifu ndio maneno ya ile kitabu cha mihuri saba. Ndio kwa maana wale watakatifu hawawezi kudanganyika. Amen. Juma andiko unasema nini katika kitabu cha Mathayo? Sasa siku za mwisho watakuwa manabii wa uongo. Ndio, wa uongo. Watadanganya watakatifu. Watakadanganya bibi harusi kama vingewezekana, mimi habitawezekana. Habitawezekana. Jua nini habitawezekana? Frère Branham anasema nini?
citation yake ni mimi nakumbuka paragraph 40 ya nikumbuke ile citation. Anasema mwa ile citation hivi ya kuwa benye binatuma watakatifu hawatadanganyika ni juu ya nini? Bo benyewe ndio maneno ya kile kitabu. Amen. Amina. Ndio vile Frère Branham anasema. Sasa maneno ya kile kitabu ni nani? Ni sisi watakatifu. Tuko na kule maneno ya kile kitabu wakati gani? Wakati mihuri saba iko na inafunuliwa. Tunapata Saint Esprit, sisi tunakuwa ile maneno sasa yenyewe na Amen. Amen. Ndio pale Frère Branham yuko anatufundisha kusudi tuelewe mzuri, anasema kila mjumbe yoyote anakuwa na ujumbe yake yenyewe iko adresse na watu wa ile wakati. Ndio. Amen. Amen. Ndio kwa maana biko bigumu sana leo kushambia mtu kama mimi naamini Frère Branham atakuelewa mbaya sana. Mimi unapaswa kuamini Frère Branham. Amina. Amen. Amen. Kwa kumwamini Frère Branham sio kurendre kilte mjina ya Branham. Ni kukubali vyote venye alipewa kama ni maneno ya Mungu. Amen. Amen. Amina. Lakini kuwa na confiance mwenyewe venye alisema ni maneno ya Mungu. Ndio. Mimi nasema mimi namwamini mke wangu, sio kusema sasa mimi nakuwa na muabudu, hapana. Maana vyote venye ananiambia ni vya kweli. Ya kweli. Ndio kumwaminia. Kifaransa kwanza kenyewe kinasema nini? Ushambia mtu kama je t'adore, sio kusema sasa kama uko na muabudu, unasema unafanya kila kitu mjina yake, hapana. Je t'adore mu français maana yake nini? Ni kumpenda kwa moyo wako wote. Ndio kuadore mtu. Mais sisi hatumwadore Branham. Maana tuyapata makile kiwango ya kumpenda kwa moyo wetu wote. Wa kumpenda kwa moyo wetu wote ni Yesu Kristo. Mais Frère Branham tuna nini? Tunamwamini. Amen. Dieu ndio alipewa maneno ya wakati wetu. Ndio. Wale wenyewe walimpatia tuletee, tunaamini kama ni vya kweli. Amen. 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 Kama vile watu wa kizazi cha Smirne walipewa mjumbe wa kizazi cha Smirne na ujumbe wa wakati wao. Ndio. Amen. Amina. Please msikwenda finyaga kwa vitu vidogo vidogo wenyewe tunapata. Unaweza onekana sometimes kama ni vitu vidogo but ndio wenyewe kunatupatia uzima. Kwa hivyo watu wa mingi wanakusanyika hii asubuhi leo. Maybe vitu wenyewe tunasikia hapa vijui. Juu ya nini hapa kupewa ile neema. Neema sio ya watu wote. Sio ya kifamilia, wala ya burafiki, wala ya bundugu, hapana, sio vile. Neema iko neema kwa wale wenyewe wanakubali kama neema. Sasa nyinyi mshakubali neema, mshakupitia ile njia ya ubatizo mjina la Yesu Kristo. Sasa tunapaswa kudumu katika mafundisho ndio yenyewe tuko tunasikia. Amina. Hakuna ingine mafundisho ambayo tunapaswa kudumu wewe isipokuwa hii. Ndio ya wakati wetu. Ndio. Hata kudumu na mafundisho wakati wa Smyrna wala Lutero wala Wesley wala Paulo, hapana. Hapana. Watakatifu ndio waliamini ile ujumbe ile wakati wote, tunaamini kama walikuwa na Saint Esprit na washa kupumzika. Ndio. Ingawa wanafanya ile mamiundo tena leo makanisa zile zenye ziko leo. Hapana Roho Mtakatifu, mimi nasema tena. Juu ya nini walikatana ujumbe ya wakati wao? Amina. Walikatana ufunuo wa mihuri saba. Amen. Amina. Ni vigumu but ndio neno ile ndio tulipokea. Ça c'est vrai. Tumuulize Frère Branham. Frère Branham, il est dit, vous voyez, chaque message est adressé à l'ange. Amen. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est munaona kila ujumbe ilikuwa nakuja kwa nani? Kwa malaika. Kwa nabii wala kwa malaika. Ndio kwa maana sisi tunaimbaka na kuimba hapa kama neno linakuja kwa nabii wa kizazi. Yeye ndiye kinywa cha Mungu. Hapana neno inakuja kwa adoption original. Haiviatu vile. Ile ni majina tu ya address tuko na kutanania ile fasi. Ndio. Kwa kuheshimu utaratibu za nchi. Ndio tuna register ile legal name. Sisi tuko na legal name, tuko na certificate, tuko na droit ya kwenda kama mjambo tunaanza kubizo na droit. Tunafanya kampanye evangelistic, tuko register kwa government. Unajua vile? Ndio. Na tuko na park insurance, maana tulifanya nini utaratibu ya nini ya government. Neno haiku yake katika ile jina ya kanisa, hapana. Neno nakujaka kwa nani? Kwa nabii. Neno haikujaka kwa Katolika, kwa Poro, wala kuja kwa Branham. Ile vitu msauli? Sawa. Neno nakujaka ndio kwa nani? Kwa nabii. Sasa watu wote wanapaswa kushotea wapi? Kwa nabii. Na benye hapa shotee kwa nabii, maana yake katika kazi hapo yeye anafanya ni bure. Ndio. Wao wanafanya kazi bure. Amen. Amina. Hata kama unampendaka bwana yako sana, neno ya kujaka kwake. Hata kama bwana yako ndio pastor, bwana yako ndio mhubiri, neno ya kujaka kwake. Neno la kujaka kwa nabii.
Wakati iko na miletea wenyewe nabii alisema ndio neno na iko natoka sasa kwa nabii na kuya kwa. Ndio pale ninasema kama mnakuwa tayari kwa kusikia sauti ya Mungu sio yangu tena. Sasa mbona uko unasema niko na nukuu niko na repeter wenyewe nabii. Amen. Tuko na repeter bana. Kama vile siku nyingine tunaweza kusema leo tutasikia tu nini? Original yeye mwenyewe tuna project kama tunaweza kikaba tu tunamsikiliza si bote. Ni sawa sawa vile tuko tunasoma hapa. Amen. Amina. Mungu amebariki sana. Je continue. Frère Branham dit ceci. Paul est venu à la fin de l'âge et ainsi de suite. Toujours à la fin de l'âge. Amen. Ase Paulo akakuja katika mwisho ya kizazi na hivyo kadhalika. Inakuwa kila mara katika mwisho ya nini? Ya kizazi. Amen. Tunga turudie pale vizuri. Sema mwisho ya kizazi ndio gani tena? Turudie nyuma kidogo tuone mwisho. Juu tulishaona ile foto kule mbele. Inatuonyesha juu ya mwisho. Ukishasema mwisho ya kizazi sio kusema umri. Yasema mwisho maana ni hapo. Hii kishaisha tu hivi. Nyingine inafika na nini? Na ingie. Amen. Ndio kwa maana tuliweza kuchapa ile Jumapili kusema wakati malaika Mungu alikuwa na hivi vitaa kia hao malaika saba mikono yake. Wakati aliweza kuwakisha moto, kuwakisha kasa anawakisha moto hapa na wakisha hapa na wakisha. Anawakisha nyingi kimoya tu. Kila kinyoke kwenda na wakisha kwa vingine. Amen. Maana wakati hiki kizazi kilikuwa kinaisha inafika kumwisho, hii inafika na nini inaambukizia hii. Inawaka. Hii inaisha hakuna sema kuchunga mwingine akete na inafika inaambukizia inawaka. Mimi watu wanabakia wanabakia na furaha bikelekele nini wako mu distraction kumbi ilisha kutoka isha kuambukia mwa hii. Je, Mungu anafuata mzuri sana. Ndio. Ndio vile Frère Branham anasema wakati wote nabii alikuwa anakuja watu kumwisho. Baki ikishafika kumwisho inafika na toka huko directement inamkiwa. Ni kimoja tu hakuna siku iko msaidi na kabura binaishia hapa bia Paulo binaishia hapo binaisha. Ilikuwa inakuwa inaisha ujumbe wake inaambukizia au watu wenyewe walibakia au bana bakia mugiza wale unuru naema. Amen. Ndio vile kisi mambo iko natembelea. Mungu atulie sana. Amen. Je, tuko pamoja? Please, tusikue distrait na mambo ya ulimwengu. Tusikue distrait na mambo ya ulimwengu. Tushasikia kwamba ulimwengu iko napita na ni vya kweli iko napita. Tuko naona mambo yenyewe kuna jiorganize. Inaweza kuwa peut-être ni 3e guerre mondiale yenyewe ishakuwa prêt. Na tunaamini kama itakuwa na itatimilika Juni nabii alisema. Amen. Kasema itakamata how long atujui how long inaweza kukamata. Première guerre mondiale kamataka 5 years wako wanapigana. So hii mnapenda iko tu nikapata tu boom boom inaishia hapo. Inaweza kuwa ni 3e guerre mondiale na inaweza kamata 5 years kamata 10. Mimi tunajua kama unabisha kutimili. Kisha kutimilika zamani. Mungu ambariki sana. Ndio watu wanakuwa na chunga unabii namna yao wasema unabii maki kama ni unabii sasa mbona iko tumbaka kule tu kwa biafika sasa unapenda kubifike namna saa gani bitafika na kufika juu ni unabii litimilika ndio na Frère Branham alisema kama aliona kwa dunia wote panakuwa ni nini majivu ya kivolkano tu basi watu wote washakufa bibi harusi ashakutoka alishakutoka. Mungu abariki sana. Je continue. Il est dit, et ainsi de suite, toujours à la fin de l'âge. Le chevauchement c'est fait à la fin de l'âge. La fin de l'âge amène un chevauchement. Amen. Aseme inakuwa kila mara kumwisho ya nini? Ya kizazi. Ile kuingiliana kwa bizazi ilikuwa inafanyika kila mara mwisho ya nini? Ya kizazi. Amen. Vous voyez, à l'ange 3 il leur dit ce qui était celui-ci c'est le chevauchement avec là. Amen. Aseme munaona akawaambia ile ilikuwa hii ilikuwa ni kuingiliana pamoja na ile. Amen.
Bila kusawalika tulisema somo letu ni kuingiliana kwa binini kwa vizazi. Maki vizazi vilikuwa binaingiliana ama mbeba tu banabakia mnyuma banabakia ile kizazi kingali kumbi kilishakaisha zamani kingine nyo kilishaingia. Watu wanabakia mgiza na hawajui. Na ni vitu viko wazi. Wakati uko mgiza hutakuwa unajua valeri ya nini ya nuru. Mtu anaonaka valeri ya nuru wakati uko mgiza wanamwakishia taa sasa kumbe nuru inakuwaka. Ndio anaona value yake. Je continue de dire. Et à l'ange 3 points. À la fin de cet âge, vous voyez, il sache ici même, mais le chevauchement que c'est cet âge de l'église soit comme les marches d'un escalier qui monte. Amen. Aseme ni vizazi saba. Munaona kuingiliana kwa vile vizazi saba ilikuwa kama vile escalier yenyewe iko na panda. Baki bilikuwa bina banana. Washakuwa ekari mule kidogo kuescalier utashinda jinsi ya kupanda. Ndipo anakuwa shimuneza kudumbukia utaendelea. Baki bilikuwa bina banana hii inaisha kingine kinafika kinadumbukia. Inaisha kingine kinafika kinadumbukia. Hakuna nini distance wala temps mort yenyewe kwa pale katikati. Paragraphe 61, il est dit ceci. Et à l'ange, et à cet ange qui vient, à ce jour, je désire 3 points. Je note quelque chose ici. J'aimerais simplement le lire, mais il sera connu dans les dernières parties de l'ange. Amen. Asa katika huyo malaika ambaye anakuja, ilikuwa mzuri niweze kuisoma mimi na iandika juu tutaweza kuiona kumwisho ya nini ya hiki kizazi. Et étant donné que nous sommes si proches, si près de cet âge de lumière, et il est probablement sur la terre maintenant. Amen. Asa inaonekana ya kwamba tunakuwa nini karibu sana katika kile kizazi kia nuru, na inawezekana hiyo kizazi kia nuru kilishakuwa kudunia sasa. Amen. 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 Na sisi wote tunaamini vile kama tuko katika kizazi kia dini kia nuru. Ndio anasema kizazi kia nuru. Tukisema kizazi kia nuru ndio kunatimiza nini? Zakari 14. Tunatoka kuimba na kuimba hapa asubuhi. Kusema kama Zakari 14 iko accompli aujourd'hui. Accomplissement ya Zakari 14 wakati tuko tunaona nuru ya jioni inakuwa manifested. Amen. Wakati tunaona ujumbe ya wakati wetu. Ndio tunaona nini? Accomplissement ya Zakari 14 ambayo ni kizazi kia nuru. Kia nuru. Nasikia tena ile term ya nabii. Nasema kizazi cha nuru. Makina kizazi kia nuru tena ndio inakuwa nini kizazi kia bibi harusi. Ile kizazi kia bibi harusi kinaitwa tena kizazi kia nuru. Amen. Amen. Mekushambia mtu leo kama uko mkizazi kia bibi harusi mtakorokana naye. Hata kuelewa. Juu ya nini asomaki nabii au msomea kinabii. Mungu nyumba anasomea nabii anajua kizazi kia bibi harusi ndio nini? Kizazi kia nuru. Ndio kile kizazi kenye nabii kwa nasema tutoke, ndio kenye maandiko kwa nasema Apocalypse 17 anasema mtoke miongoni mwao. Mungu anatoka wapi mkizazi kia Laodikia mnaenda wapi? Mkizazi kia bibi harusi. Amen. Amen. Je continue. Et étant donné que nous en sommes si proches et si près de cet âge de lumière, et il est probablement sur la terre maintenant, on ne le connaît pas, il sera un puissant prophète qui sera rejeté par le monde ecclésiastique. Amen. Amen. Asa atakuwa ni nabii mkubwa mwenye nguvu, atumujui ila atakuwa ni nabii mkubwa mwenye nguvu, ila atatupiliwa na dunia ya ecclésiastique. Maana dunia ya kinini ya kima ecclésiastique ni yenye ya kimadini wala kanisa hata mtupilia ule nabii. Amen. Amen. Na ndio mambo yenyewe ilifanyika leo. Watu walikatana nabii. Si ndio vile? Ndio. Watu walikatana nabii. Sio kusema vile sisi tulineemishwa kupokea nabii na ujumbe wake ndio watu wote, hapana. Bali sasa kwa viko mkanisa ya ujumbe meba ni mkatana nini? Ndio pale Filipo nami kwa nasema ni le monde ecclésiastique, ni dunia ya kidini, watu washabakia tu kidini tu, kimuundo. Bana kwa nabo mjina ya banatia jina ya mzuri sana ya nani ya ujumbe. Juma nasomaka anasema jina za mzuri sana banapendezesha kanisa, wanasema hii kanisa yetu sitakuwa naitwa Adopte Tabernacle ndio jina ya mkubwa sana yenyewe Mungu anasema kama kuitwa kuwa adopte na Mungu maana ndio kiwango kia mkubwa kia Ukristo. Na najipanga ile jina unaweza fika fasi nyingine na huko ni Adopte Tabernacle. Wanasema Ecle Tabernacle, Shalom Tabernacle, jina kia mzuri sana.
Mais ile nini ni dunia ya nini? Ya kidini. C'est le monde ecclésiastique. Ushaingia mle ndani sasa wenyewe biko nako hapana nabii. Boni Biblia kwenda mbele tu. Na Biblia kwa sababu wakati wanaisoma pale wasome tu ile Biblia basi waombe Mungu waende nyumbani, anasoma anaanza kutafsiria mtu kulingana na kuelewa kwake. Wala kulingana na teolojia yake. Ambayo ni kitu kia mbaya sana. Juu ya nini alimkatana nini? Nabii. Le frère Branham anasema qu'il sera rejeté le monde ecclésiastique car ils continueront carrément à marcher dans leurs péchés et seront finalement vomis de la bouche de Dieu, de sa présence. Amen. Amen. Asema bataweza kumkataa, kumtupilia ule nabii. Juu ya nini? Bataendelea kutembea katika nini? Ile manjia zao za dhambi, na bataendelea finalema kwa mwisho watakutapikwa na nani? Na Mungu. Watatapikwa katika presence ya Mungu. Juu ya nini? Walikuwa wanafanya mambo ambayo iko kinyume na ujumbe ya wakati wao. Kwa kumkatala nabii, hata mnafanya vitu vya mzuri, mnasaidia watu, mnabajengea manyumba, mnapauzia manguruwe, mnafanya association mjina ya kanisa, vile vitu mnafanya. Wakati wote mlikatala nabii, mtatapikiwa tu. Mtatupiliwa mpresence ya Mungu. Amen. Amen. Je tuko pamoja? Amen. Ni frère Branham ndio yuko anasema. C'est ils seront vomis. Haijalishi wenyewe bako wanafanya, viko vya mzuri vya kupendezesha watu. Haitafanya bako mu presence ya Mungu. Juu ya nini walimkatana nini? Nabii. Kwa kumkatana nabii sio kusema wako na foto ya frère Branham mu nyumba zao. Unaweza kuona na foto ya frère Branham mu nyumba yako ili hapo kusema sema unampenda nabii. Unaweza kuona foto ya frère wako na Mercedes ya frère Branham mu gari yako. Mimi hauzisikia sio kusema sasa kama unampenda nabii. Uko na librairie. Watu wako na librairie leo mu nyumba za brochure ya frère Branham. Mimi hawaamini benye biko mule ndani. Ile ni kumkatala nabii, ni kitu kia Mungu. Ndio pale wenyewe frère Branham biko nasemea hapo. Asa huyo nabii atakuwa na ni mtu wenyewe habamjui na anasema hamjui. Mimi alikuwa ni yeye. Ndio vile tunaamini kama ndio nabii wa kizazi kia Laodikia. Amen. Je, mnaamini vile? Amen. Ndio nabii wa kizazi kia Laodikia. Mimi kwa kuongea kwa simplement alikuwa anasema kama naye hamjui. Amen. Ile ndio namna ya kujishusha ya utu. Mungu aturehemu sana. Je crois question et réponse. Swali na majibu de 1961, paragraphe 401. Frère Branham dit ceci. Vous voyez, l'étoile guide vers la lumière parfaite parce que l'étoile ne fait que réfléchir la lumière. Amen. Aseme nyota inakuwa inaongoza kuenda kwenye nuru ambayo iko nini kamilifu. Juu ya nini? Nyota inakuwa na réfléchir, inakuwa na rudisha ile mwangaza ya yoye yenyewe. Et cela c'est qu'on a eu l'autre jour, na hiyo ndio yenyewe tuliweza kuona ingine siku. Vous voyez combien était ici dimanche? On peut plus voir ça. Asani wangapi wenyewe walikuwa kwa Jumapili wangeweza kuona hiyo? Vous voyez, je venais de prêcher là-dessus. Nilitoka kuhubiri hapo juu. La gloire de Shekinah s'est reflétée dans l'étoile. Amen. Asani ule utukufu wa Shekinah iliweza kunini? Kuzirika kupitia nini nyota. Et l'étoile reflétée c'est le si. Amen. Na nyota ilikuwa na refléter nini hiyo utukufu wa nini? Wa Shekinah. Et la gloire de Shekinah c'est Dieu lui-même. Amen. Il est dit, de même l'ange du Seigneur qui se trouvait ici, sur l'estrade, et réfléchit là-bas, réfléchit la gloire de Shekinah. Exactement la même chose. C'était là exactement. Amen. Aseme ule malaika wa Bwana ambaye alikuwa hapa madhabahu alikuwa na nini? Na reflecte, maana alikuwa anarudisha nini? Ile utukufu. Alikuwa anarudisha wapi? Kwa nini? Kwa Shekinah, yaani alikuwa anarudisha kwa Mungu pekee. Amen. Je, mko nafuata mzuri? Hata ndugu Branham mwenyewe utukufu wenyewe tunaweza kumpatia haiko yake. Alikuwa anarudisha ndio nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Hatupatii frère Branham utukufu. Tu unarudisha ndio kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Vyote wenyewe vilikuwa vinafanyika pale, anaombea watu wanapona, wanafanya nini miujiza, vyote wenyewe alikuwa anafanya, ilikuwa narudisha ni utukufu kwa Mungu, sio kwa Branham. Ndio anasema hata ule malaika wakati alikuwa anashuka na pia kufanya kazi pale kwa madhabahu, utukufu na alikuwa anarudisha ni kwa nani? Kwa Mungu toujours. Je, Mungu anafuata mzuri.
Dieu anasema la gloire de Shekinah reflétait toujours, la gloire de cet ange reflétait toujours la gloire de Shekinah. Amen. Ambao Shekinah sisi tunaamini kama ni mwangaza wa nini, wa Mungu. Et paragraphe 4 ça, il est dit maintenant, remarquez ceci. Or cette étoile s'était levée à l'Orient, pas vrai. Amen. Ase mnaona, tambueni vizuri. Hiyo nyota iliweza kuamuka wapi? Huko Orient. Yaani kunini? Uasubuhi. Et pas vrai. C'était une étoile extraordinaire. Ilikuwa ni nyota ambayo sio ya kawaida. Bien. En effet, qui était l'étoile terrestre au moment de la venue de Jésus? Amen. Katika vile vizazi saba vya kanisa, ile manyota ambayo tuliona pale, haikuwa tu manyota ile tunaona usiku binangaza. Wale walikuwa ni wajumbe, walikuwa ni wa malaika, walikuwa ni wa messager katika kila kizazi. Ndipo Frère Branham anasema, ule nani alikuwa nini nyota katika ujio wa kwanza wa Yesu? Nyota alikuwa ni nani? Si tunajua sisi wote nyota alikuwa ni nani? Nani anaweza kutuonesha nyota wa kwanza alikuwa ni nani? Nyota wenyewe alikuwa katika ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Ilikuwa ni nani? Nyota ya kwanza katika ujio wa kwanza wa Yesu Kristo alikuwa ni Yohana, frère. Ndio lilishangaza sana Paulo tena. Ujio wa kwanza wa Yesu Kristo alikuwa ni Yohana. Ndio ilikuwa nyota yenyewe ilikuwa pale ilikuwa na mrepresenter Yesu Kristo. Amen. Sasa katika ujio wa pili wa Yesu Kristo nyota nayo ni nani? Atakuwa ni Yohana tena. Ni William Marion Branham. Ndio nyota ya pili ambayo kuna tupresenter ujio wa pili wa nani? Wa Yesu Kristo. Amen. Ile ni swali aliuliza, ndio kwa nimesha kujibu. Aseme c'est une étoile extraordinaire. C'est ni nyota ambayo sio ya kawaida. Eh bien, en effet, qui était l'étoile terrestre au moment de la venue de Jésus? Aseme kwa hiyo, nani alikuwa nyota ya kudunia kwa ujio wa kwanza wa Yesu? Jean. Amen. Mungu amebariki sana. Asema alikuwa ni nani? Ni Yohana. Najua vile sisi tunaamini alikuwa ni Yohana. Et bien sûr, elle dit, et bien sûr, celui qui les a guidés vers cette lumière parfaite. Amen. Maana Yohana alikuwa ni nyota. Mepa alikuwa nini nyota ambayo ilikuwa kamilifu tena kuliko nini Yohana? Yohana alikuwa pale ni nyota iko naongoza watu kwa ile nyota yenyewe ilikuwa kamilifu. Ndio vile Frère Branham naye ni nyota. Ndio. Frère Branham haiko na tuongoza kwake, Yuko na tuongoza naye kwenye nyota ambayo iko kamilifu ambayo ni Yesu Kristo. Ndio kwa bwana Frère Branham, hapana terme nyingine yoyote. Yeye baada ya kuvisite kumbingu alisema nini? Asema kama watu wa kizazi ya Paulo wataingia na mimi watu wa kizazi kyangu. Maki Frère Branham naye kuna watu wa kizazi kyake. Amina. Amen. Amen. Hapana watu wa kizazi kia Paulo wala kia Irene tena. Bake. Mfuatile terme mzuri. Kama watu wa kizazi kia Paulo wataingia. Ndio. Na mimi watu wa kizazi kyangu. Nabo watafanya nini wataingia? Juu mimi nilihubiri kama Paulo. Amen. Hakuhubiri ujumbe wa Paulo, mimi alikuwa na ujumbe wake tofauti na wa Paulo. Namna ya kuhubiri ilikuwa sawa sawa na nini? Na Paulo. Amen. Amen. Hapa tunaonyesha kwamba nyota yenyewe ilikuwa na reflect ambayo ilikuwa inaongoza watu mjua wa kwanza wa Yesu Kristo alikuwa ni nani? Ni Yohana. Nyota ya pili ambayo ilikuwa inaongoza watu katika ujio wa pili wa Yesu Kristo alikuwa ni nani? Ni William Branham. Sasa ina maana watu wanapaswa kuwa tena nao nini nyuma ya nani? Ya nabii. Watu wanapaswa kuwa nyuma ya nabii. Ndio nabii anatuchotea Kristo ule. Amen. Je, Mungu anafuata mzuri? Watu ni kukua nyuma ya nabii wanatuchotea Kristo ule. Hapana watu kuwa nyuma ya pastor wala nyuma ya predicateur. Asema ule anahubiria kama mzuri, anakuwa na vipanga bien, anaongea Kiswahili kia mzuri kia Zanzibar. Wako nyuma ya predicateur. Siku moja ataanguka na unakuwa desi, unarudia nyuma. Juko nyuma ya nini? Ya predicateur wala ya pastor wala nyuma ya kanisa yenu. Unapaswa kuwa nyuma ya nani? Ya nabii. Dieu ndio anatupresenter Kristo. Amen. Kwa ujio wake wa pili. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Umalizie hapa Frère Branham. Il est dit.
c'est celui qui les a guidés vers cette lumière parfaite. Pas vrai? Asema ni Yohana ndio aliweza kuongoza watu kuelekea hiyo nuru kamilifu, sio kweli? Amen. Ni kweli. Ni amina. Amina. Ça, c'était à l'Orient au moment où Jésus a apparu la première fois. Amen. Asema hiyo ilikuwa huko asubuhi wakati Yesu alionekana mara ya ngapi? Ya kwanza. Amen. Amina. Et l'un des nombreuses petites étoiles font leur trajet sur l'horizon plutôt. Asema panakuwa manyota za mingi tena leo ambazo tuko na safiri kwenda nini? Magharibi. Amen. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'étoile du soir. Basi panakuwa manyota zingine za mingi leo ambazo tuko na safiri zaende wapi? Magharibi, mpaka wakati wanafikiria kwenye nyota ya nini? Ya jioni. Na nyota ya jioni ni huyu bwana ni Frère Branham. Ndio nyota ya jioni. Amen. Ndio mjumbe wa wakati wa jioni. Amen. 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 Ndio malaika wa wakati wa jioni. Malaika wa kizazi kia mwisho cha Laodikia. Amen. Ni Frère Branham. Ndio kwa maana banyota mwingine wote kudogo sisi wote tunapaswa kwenda wapi? Kumagharibi, kwenda nyuma ya nani? Ya Nabii Branham. Sio kusema tuuzishe manyumba, magari, tusafiri twende si wote ku Amerika, hapana. Ni kukua nyuma ya kile kenye nabii alisema. Amen. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Paragraphe 403. Frère Branham dit ceci. Et l'étoile du soir brillait le soir. Amen. Na nyota ya jioni inakuwa na waka tumbaka jioni. Amen. Amen. L'étoile du matin brille le matin. Amen. Na nyota ya asubuhi na wakaka tu nini? Asubuhi. Et toutes deux sont des étoiles de la même taille et de même type. Amen. Amina. Maana hizo manyota zote mbili zinakuwa ni manyota za nini? Mataye sawa sawa na type nini? Sawa sawa. Yaani aina moja, mifano sawa sawa. Amen. Yohana Mbatizaji kule Busubuhi, huku tunamwona William Branham huku magharibi. Amen. Amina. Il est dit, maintenant, faites les rapprochements et vous saisissez. Vous voyez, voilà c'est ça. Donc, ce n'est pas l'étoile, ce n'est pas celle le Messie. Amen. Asime tuweze kuziambatanisha fasi moja sasa ili muweze kuelewa, muweze kusezile hiyo mambo. Munaona ile nyota sio njoo nini? Masia, hapana. Nyota sio Masia. Amen. Amina. Nyota sio Masia. Nyota iko pale tu ya kuongoza watu waende kuona nini? Masia. Ndio kwa maana kwa wale watu wenyewe kwa wana adore nyota leo, wako nafanya nini? Kosa. Wako wanakufuru Mungu.